L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent: c'est que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de toi, de ta tête. Et il répondit: je sais aussi, taisez-vous. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel, verset 4. Élie lui dit: Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Le verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Kiswahili pale inasema nini? Kwa Kiswahili pale haraka haraka watu wa mji wakamwambia, njoo Kiswahili ile njoo Elisha. Watu wa mji wakamwambia Elisha, angalia kukusi, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai, na nchi Fransai nasema nchi ilikuwa haizae. Kwa hata yote mbili, nchi uzaa mapoza, lakini kule anasema nchi ilikuwa tasa. Haleluya. Tunaweza kama wale ambao wanakosa fasi nje, sijui watakaa kuvichwa, lakini Mungu awapatie fasi. Viti nje vinaisha au namna gani? Wangifunga barabara. Leo ni siku ya deliverance. Maombezi itakuwa mazito. Usikuwe presse. Mikutano za namna hii hazizoe kutokea. Kuko mamwezi zenye Mungu anaweza kupatia, zenye zina marke generation yako. Maintenant il faut profiter. Mtu mmoja aseme amen. Acha nifundishe pole. Nataka nizungumze kuhusu nafasi ya Mungu, mtu wa Mungu na mtu atakayefunguliwa katika maisha ya kiroho. Cette fois-ci c'est un enseignement tellement profond na itatusaidia. Kuna kitu kimoja ambacho wewe na mimi tunashindwa kuelewa. Lit ya kabambi yenye shetani kwa anafanya haiko ya kuchafula Mungu. Mungu hawezi chafuka. Hata ile maneno mnasemaka anapatisha Mungu haya kwa na adabu. Mungu hawezi pata haya. Na mwingine anasema ukifanya dhambi, Waebrania anasema unamsulubisha Yesu mara pili. Ni bongo. Yesu hatasulubiwa tena. Wewe mnaifanya njoo kuna probleme wewe, hapana Yesu. Yesu yuko mbinguni kwa roho yangu. Haizi nda kumsalaba hata umulipe. Ni bongo. Muokovu Mungu avantage yako wewe, ni faida yako wewe. Kiokea ndugu yako mwambie kukuwa hapa asubuhi leo ni faida yako. Unaacha keyboard juu ya nini? Una shida gani? Sasa wanani shetani anawalenga ili abomoe imani yako? Shetani analenga kuchafua watumishi wa Mungu. Kuna maombi unaweza fanya na Mungu hata kusikia. Mtumishi wake akisema neno, hata kama Mungu alikuwa hakutaki, Mungu anaifanya
kwa agano yake na mtumishi wake. La kwanza narudilia, iko maombi ukifanya wewe, unaomba unafunga, Mungu anakaa kimya. Ile ilikuwa agano la kale. Hapana, mnakumbuka mtu mmoja alijenga sinagogi, hakumwendea Yesu amponyeshe mtumishi wake, alituma wale wazee. Sasa alijua kuna kitu wao wakisema Yesu ataisikia haraka sana. Jambo la pili, Mungu anaweza taka kupiga mji, lakini akiona uwepo wa mtumishi wake, Mungu anasema kwa ajili ya huyu sitapiga mji, kwa ajili yake sitapiga mji. Nilishuhudia hapo wakati fulani volkano ilitaka shuka Goma. Gavana alikuwa soda gouverneur mwa etat de siège, akaambia watu yote kwa radio waevakiwe mugini. Na mimi nilikuwa na radio yangu, na mimi nikapanda, akaambia watu msitoke, volkano haitafika. Ikawa mabishano ya gouverneur wa kimwili na gouverneur wa kiroho. Wa kimwili alikuwa na basoda, wa kiroho alikuwa na malaika. Wakanitumiaka hata basoda pale ukanisa wakiwa nifunge. Soda akakutana niko na ubiri, na alikuwa Mswahili, na ubiri kamgusa, akakia kuniambia bali nituma kufunga, lakini siasikia kama hivi sitakufunga. Nikaambia mimi nakimbia, nikakimbia, nikaenda kunyumba. Mwisho volkano ikashindwa kufika, wakasema hakika huyu ni mtu wa Mungu. Nilisema na Mungu akasikia. Kuna wakati tulifanya mkutano hapa Butembo ya wasiwasi sana, naweza mnakumbukaka, na biko natuambia biko pale yule, biko pale yule, biko pale yule, na habari sasa mwingine zinatembeaka sana, biko pale yule, mwingine anasema hapana, biko pale yule, balishaingia. Tukatangaza maneno mpaka leo mkono wa Mungu uko juu yetu. Haleluya. Watumishi wa Mungu ni marafiki wa Mungu. Nasema ni wanani? Ni marafiki wa Mungu. Awe baba, awe mama yako, awe kaka yako, awe bwana yako, awe sijue shangazi yako, kama ni mtumishi wa Mungu, usimfanye rafiki. Ni rafiki wa Mungu, kwa sababu mnaweza cheka naye mumizaa, anakulaani. Mtumishi wa Mungu furaha yake ni unabii, hasira yake ni unabii. Andika mkicho yako hivi. Mtumishi wa Mungu kimfurahisha, mbingu zinakukubali. Mtumishi wa Mungu kimkwaza, mbingu inakubali venye yeye anasema. Kuna kitu amuelewake hapa kwenu au kwetu, niseme Mfransa anamuita homme de Dieu, mtu wa ava. Tuseme mtumishi wa Mungu, ifo kujua kwanza kama ni mtu. Mtumishi wa Mungu naye kuna bisirani yake, kuna mabazimu zake. Mtumishi wa Mungu ni mtu, haiko mtu wako. Ni mtu wa nani? Na kama haiko mtu wako, manake hauna droit ya kumfungulia yako hii. Juu haiko mtu wako. Ni mtu wa Mungu, manake Biblia inasema hakuna mtu anaweza hukumu mtumishi wa mwingine. Ule mtu haiko, mwachie mwenye naye. Mgini ikitaka kulainiwa inachezeaka watumishi ya Mungu. Ile mamiza yenye mko mnaona wanatukana watumishi, wanapiblia watumishi, ni kazi ya shetani. Iko nataka aharibisha imani ya watu, kisha watu washindwe kumtumikia Mungu. Acha niwaambie, watumishi wanaweza kuwa mamilioni, lakini neema inapishana, kibali inapishana, upako inapishana. Kuko mtumishi mwenye hawezi remplacer. Biblia inasema amini Mungu na huku mtafanikiwa, au niseme kwa Kifaransa nitaelewa vizuri, Kiswahili na nishinda. Inasema confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis, mais confiez-vous à mes serviteurs
et vous réussirez. C'est-à-dire, la réussite, c'est un résultat de la confiance vers les hommes de Dieu. Vous voulez être affermi, confiez-vous à l'Éternel. Mais vous voulez réussir, confiez-vous à mes serviteurs. Asema, muamini watumishi wangu. Mkiwaamini mtafanikiwa. Wenyewe mnaamini watumishi wapi? Unaweza amini mtu mwenye iko na kuzisha tangauzi kama ni mikoyo ya dende haujui. Kama alitia nini haujui. Unamwamini. Mtumishi uko na kuombea, uko nafanya macho hivi muangalie kwanza. Ndio maana ampate kitu parce imani hamuna. Eske ndapona leo? Eske ndabarikiwa leo? Kwa natoka kunyumba na huko na imani ya kujua mimi naenda leo ndarudia na muujiza yangu. Geukia jirani mwambie mtumishi wa Mungu haiko mwenzako. On ne critique pas un homme de Dieu. On prie pour un homme de Dieu. Présence ya mtu wa Mungu mtaifa ni baraka ya kipekee. Ni nyota katika taifa. Na hii nchi ya jua vile. Inaomba tuifundishe sana. Nabii mmoja mnamjua anaitwa Elia. Anachoka mission. Anamwambia Mungu unipeleke. Hakuna kazi nguvu kama kumtumikia Mungu. Kazi nguvu sana. Wenzetu Ancien Testament walikuwa naitwa na wanakataa. Anambia Mungu tafuta mwingine, mimi sitaenda. Bana presenter masababu. Musa alikatala, Gideon alikatala, Isaya, watu walikataa, wanaambia Mungu mimi sitaenda. Mtu mwanajua Mungu hawezi itika rahisi kutumiwa na Mungu. Anasema sitaki. Tafuta mwingine. Kizazi hiki tunaishi juu ya chômage. Ndio napanda kumilima kulomba Mungu kazi. Unaona kama watu abaelewe ni Mungu gani? Niite baba, niite, nipe upako baba, nitume. Mungu anaangalia. Hii kazi wenzani walikuwa wanakatala. Ni Mungu anailomba namna gani? Chômage. Vile niko na ubiri hapa, nikitosha pepo 300, pepo 400, vita haitawarudilia nyie. Vita inatafuta ule mwenye alivala triko ya Blessa Maser ni nani? Mwenye alitutosha mwa hii mwili ni nani? Tumwaribishie ushuhuda. Wakati naanza pata vita, nyie tena wenye nilikuwa naombea ndio mnaanza ambiana. Ushasikia? Anakoma. Na unasababu kumbe ni pepo zenye ilitosha kwako ndio zinafanya retour. Heureusement sitaweza. Kanisa moja niliombea mama moja shingo ilikuwa hivi. Iliendaka Lupengo kama panda 6 mois. Kama 6 ans sisi alishuhudia shingo iko hivi. Haisi fanya hivi. Aisha choka. Kaweka mkono kwenye moto. Puf. Shingo kanyoroka. Watu kalalamika simba. Fika kunyumba bibi yangu na kwa hivi. Mimi naambia biko aye. Say haleluya. Kumbe kale ke nilitosha kuli. Kalikia ni ngoya mnyumba. Nikamfanya brief. Shingo karudi. Usiku nikalota. Ananiambia unatukosesha amani sana. Anamke yuko ananiambia vile unatukosesha amani sana. Tutakuonesha. Sasa mtaonesha watateni mundoto kwa imani tu. Kalamuka asubuhi nikaelewa kumbe vita inarudi yako tunatoka. Nishona watumishi mkono mmoja alikufa. Alikuwa nguvu sana. Kule kwetu alikuwa anaitwa ya saba. Alikufa msee sasa magonjwa. Walienda kuombea watu mkanisa Deliverance mapepo. Mwanamke mmoja alikuwa na majini. Ule fia ole wake. Fia akamwambia mimi nakuwaka na maride yenye mimi naona. Maana mimi namuonaka haiko kusema oh ndoto mimi namuonaka na franga ananileteaka. Nikilala ananiambia chini ya oreko kwa franga na mimi naipata. Fiancé yake nichumbia ataniacha bila sababu.
Aisha kupa nini? Washanipatia na alliance bagi. Anatosha nampatia mtumishi wa Mungu bagi. Walikuwa wawili, mmoja kwa chambre ya hotel, mwingine mmoja. Busiku haiko tu kitanda na lala ule ya 7. Kwa watu ya imani. Anaona mtu anaingia mlango bila kufungula mlango, anapasula mlango. Anavala kama makanzu zile za wale madini fulani fulani. Kisha anamwangalia na mwambia nipe vyangu. Mrefu mzungu. Ya 7 anaangalia mlango haikufunguliwa. Anapita wapi? Njoo akamwambia wewe ni nani? Akasema mimi ni Jabali. Jabali maana yake géant wa majini. Siaona pastor wa imani sawa. Kaangalia ile jini akajifunika. Akajifunika na akalala. Jini kasema huyu nishindikana. Huyu ni pepo. Jini kaingia mwa ile chambre ya ule mwingine mtumishi. Malheureusement ule mwenzetu yeye alikuwa karateka. Aliona jini anapiga ngumi, hewa inapita. Jo jini ilimshughulikia, ilimpika vibaya. Na yeye ndio alikuwa na bagi. Akamnyang'anya bagi. Asubuhi ashalamuka na vimba, ndio anambia mwenzao majambazi wanitembelea, akamwambia haiko majambazi. Mie aliingia mwangu. Na nilimshinda. Wewe asema mimi niliona nimuue tu na mimi makofi, nikaona kofi azimkamati. Ndio pale nikaelewa kumbe watumishi wa Mungu wanastahili heshima. Wafikishie watu 3 4 ile salamu. Waambie watumishi wa Mungu wanastahili heshima. Omwe kuhubiri inchi au mji ya wapagani kuliko watu wa dini. Les religieux. Nyamu yapataka uamsho. Mtu wa dini anawazaka iko kwa Mungu. Parce que dini inaforme mtu mu 4 choses. La première des choses inakuforme mu hypocrisie. Dini inakufanya mnafiki sana. Kuona kama kila mwingine njoo afae. Mwenye haombake na nyinyi ashaanguka. Mwenye haiko mkisomo wenu ni magicien. Unafiki ya nguvu sana. Yesu anasema ninyi mko sama kaburi mnapagala choka nje. Mendani ni mifupa. Ça c'est la première des choses. Dini. La deuxième des choses, dini inaletaka chuki. Muro ya watu. Ya Mungu mnasikia watu kuna chinjana madini, watu ya madini. Dini inaleta chuki. Kama mnaweza omba, mnaokoka, mko mdini moya, mpane sumu. Mpane sumu. Troisième des choses, dini, ile madini, ile mko mnatapatapa ile bisomo. Inakuwa inakurendre incrédule, c'est-à-dire inakoneshaka miujiza mu maandiko, mais mu realite hakuna miujiza. Mu maandiko Yesu akamponya kifafa na wake anakufa na kifafa. Hata magonjwa yote ya tension, ya diabeti inaweza kapone, yeye anataka kufa na. Ni watu ambao wanasema sema mkinywa, wakiona unafanya miujiza, wanasema huko wa nani? Huko wa shetani. Kwa wasema mbiacha kwenda kwa dini. Yeye mnaona wale wasio watu wa madini hawana dhambi, wale wana dhambi za kimya. Pole pole wanakula nyumba za wajane. Na ile naijua. Heri wende fundisha kwa unajua hapa injili haijafika. Watu wataipokea sana. Lakini watu wa dini ni watu wa ma comparaison. La quatrième des choses, la religion crée ce qu'on appelle la confusion. Tu prêches la parole de Dieu, mtu kunasema c'est inaandikwa wapi? Leo baliombea mai. Inaandikwa wapi? Kesho wanaombea chumvi. Inaandikwa wapi? Pasta anavala pantaro ya jinsi. Dini ndio nafanya vile. Lakini injili ni uwezo wa Mungu unaoleta wokovu
tena unafungua. Na Paulo anasema hatuoni haya kwa ajili ya injili. Mtu akipokea injili ya kweli, hakuwake mnafiki kwa maisha yake. Raha yake watu wengine waendelee, raha yake mwingine abarikiwe, raha yake injili ihubiriwe. Hawezi fanya contre campagne ya mtu mwingine. Et ce qui est bizarre, Jésus n'a laissé aucune religion. Anasema heri wenye moyo. Mbinguni hakuna 8e, jamais. Hakuna 55e, jamais. Hakuna 5e, jamais. Hakuna MCPM, hakuna Jehovah Nisi. Ile ni maappellation. Ile yote una ma 55e, 69e, 63e. Basi kudanganya, ile ni maappellation. Mungu ayu hata moyo. Basi mimi kuandika hapa saa 3e inanishinda. Si niteketeke tu. Kama 8e njoo ya bien, mimi naandika premiere. Ni vitu ya teketeke sta. Ya maana mubiote ni kuwa na moyo safi. Ya maana mubiote ni kumtumikia Bwana. Unaona mtu predication yake iko anatukana Katoliki na alitoka Katoliki. Mtu yuko anatukana balevi na yepeke ni mnafiki wa siri. Yepeke ana ukabila ndani yake. Unasantiri ke bote ni wenye zambi meabiko mklase moya men kameme viko nafanya mafakulte za kufanana. Mais religion inakuwake na kurendre incrédule. Hauamini miujiza. Mimi siku moja, sio sisi tulitoka ma religion. Toka ma religion. Na Mungu akanambia Gabriel ndakutumia sana kimiujiza. Sana. Kwa tuweka tu miujiza mtu anakosikia kichwa anamwekea mkono. Anapokea mponyaji, mtu meko na malaria, ndio tuliwaka. Unaombea mtu anaanguka, ndio tuliwaka. Naona pastor mwa Kishasa iko naombea watu chure natoka mtumbu. Tunaona tunaona sema. Una raison parce que ndio kulifundishwa. Mtu mwaka niambia kanga sako na ile ni ma blague. Ule anapashwa kwa tu anagusaka. Unaonesha video. La personne m'a montré une vidéo. Niko naona gisi chure natoka mtu. Akakritike kabisa. Sasa mwanadamu na niko mtu wa dini. Akakritike akasema hakuna huyu. Yeye alishaoza tu. Usiku nikapata ndoto inasema usikue naongea mbio mbio. Nikaona kinywa yangu iko na bilonda ndoto. Haki ukishafula mtumishi wa Mungu deja kuna problem. Kafama repentance ya 3 jours akanipita kusebaki. Sebaki tout moi mkutano ulikuwa ya 70 jours. Niko na prêcher Mungu iko. Saa ya maombi naweka mkono juu, watu wako na jazo wanaanguka. Mama alikuwa na mimba 9 mois. Anazalaka tu na cesarienne. Anashtuka mtumbu kitu iko na shuka mpaka msuvêtement. Mwele magharibi ma 18h kama nini anasikia kitu iko namtembea nyongolo inamutoka. Anatulalamikia pale watumishi wakiangalia nyongolo iko natembea mweusi hivi nyongolo. Inatoka wapi? Mtumbu. Mimi nasema muro, nani alitosha hii nyongolo? Ase papa wanjo liomba. Mimi nasema muro, sasa maana na mimi nilishagusa. Una comprendre déjà sasa kama usikwe na hukumu haraka haraka. Balozi wanaweza vifanya, sawa. Ba faux prophète wanaweza vifanya, mais Dieu peut faire au-delà. Sona nyika zenu ni kushakia shaki. Niko na waprepare kwa miujiza. Juu mtaona miujiza. Mtaishi miujiza. Okay, mimi tu ule mimi nachomoka hapa na fimbo saa hii, mimi naipiga chini, inageuka nyoka. Mtasema nini? Si mtasema magicien. Si mnanionea, aye mnashuhudia ya Musa. Musa alipiga fimbo chini kageuka. Na mnaisoma mu Biblia. Mimi kiifanya. Frima. Yaani nie munaamini Mungu kwa midomo lakini munakana uwezo wake. Jo difference ya nye ba huku kwetu ba francophone na ba anglophone. Difference. Kule inje kule nazoea kuhubiri inje sana. Na ubiri premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour mama wanasema Mr. Kwe.
Naambia pourquoi ulisema vile? Sasa mimi sitakia papa. Hautakia jua, anasema mimi nashangana na vitu viwili. Ya kwanza, haufanye miujiza. Ya pili, haututoeshi. Ananiambia wazi, haututoeshi na ufanye miujiza. Maana yake hauna Mungu. Naambia pourquoi, anasema kwenye Mungu iko kuna kuwaka miujiza na kuna kuwaka sadaka. Wewe huko unatushauria tu. Nikamwambia kama ni ile niteketeki, ndaishimamia ile kazi mzuri sana. Nikamwambia kia kesho naanza priere deliverance, batu uko naanguka. Pastor wa kanisa njoo kwa ananiambia ipeke, niwekee mkono nianguke. No, unakosa kama swafe ya kupokea miujiza. Niwekee mikono, na mwekee mkono anaanguka. Bana mnyangula, weka tena. Jamii najiuliza, hapa batu yuko aye. Ukifaa mkono hivi bote chini. Ukifaa mkono hivi me huku. Donc kuba anglophone kama ufanye miracle bana dute na wewe. Kuba francophone ukifanya miracle bana dute na wewe. Njoo bana huko naona hakuna uzima. Huku uanze na miujiza na sadaka. Inakuwa mahubiri mabisomo yote. Mahubiri fasi yote. Oro yeba kimpatia ile franga hawezi katala. Na njoo maana mnaangalia huku uamshwe kwa nguvu kufika. Ukienda hubiri ni sheria. Mimi nilishangalaka, unafungula tu Biblia awafanya hata 3 kila mtu kwa wima. 3 minutes kila mtu kwa wima. I receive. Kila unasikia sensibilité moya hivi yenye hauyaonaka mpaka unajisikia hapa atakuombea vipofu ya 3 ans. Bataona tu wewe peke unasikia neema ya Mungu. Biko nakutapa, you are angel. Wewe ni malaika huko mwanadamu. Na unajisikia tu saka malaika mzuri. Unalibere na miujiza ilikuwa inafanyika haina hesabu. Mumkutano watu walikuwa wanapona wanashuhudia hatari. Huku ni kunyotana tu. Aisha kuya. Ina saa angali pa. Atuye programme kwa tushachoka manake tu. Njoo naona tawa predicateur francophone. Ba mingi bana uwezo. Materme njoo ya mingi mkini. Aujourd'hui je vais développer Cléopas. Cléopas c'est en grec. Vous savez Kilikia. Déjà mgonjwa ayo vile makilikia. Mais niko na habari njema. Uamsho utafika hapa. Injili itahubiriwa hapa. Mtu mmoja aseme amen zaidi ya kawaida. Usiitikake mtu akikritike mtumishi wa Mungu kwako. Usiitikake. Asiuwe imani yako. Imani huja kwa kusikia. Imani ubomoka kwa kusikia. Masikio yako haiko pubeli. Haleluya. Fanya example na upechi kuya. Wewe jina lako nani? Simama hapa. Jeremy kwa wapi? Mtu mwana nipatie koti. Nipatie ile koti pastor. Tunafanya example na ndugu Jem. Minjo Elia. Yenjo nani? Eske mnaiwaka kati ya Elia na Elisha nani mkubwa kwa miaka? Elisha alikuwa mkubwa sana kushinda Elia. Mungu anamwambia Elia, wende upake Elisha mafuta awe nabii pale pako. Kwani wewe Mungu, wewe Elia mimi nitakuchukua. Ule atakuwa nabii. Tuambiane kweli. Kwa nini Mungu mwenyewe asifanye Elisha kuwa nabii? Kwa nini? Kuna uwezo fulani ya kimungu akimpatia mtu mnyang'anyake nayo. Na Mungu hawezi kamata upako ya Elisha, ya Elia weke juu ya Elia bila kuongea na mwenye upako. Hawezi pata karama ya mtu kwa mbali kwa kuomba, baba nifanya kama fulani, jamais. Unapata karama ya mtu kwa kutulia chini ya miguu ya ule mtu. Kwa ruksa yake anaifanya, yeye ndio anaifanya. Mungu anamwambia wewe, Mungu anarespecta protocol divin. Mungu hawezi changer. Wende, wewe ndio utamfanya nabii.
Weye itika ukatale, ukitulia chini ya mtu wa nguvu, neema yake inakuambukiaka. Ukimpenda na kumwombea, neema yake inakuambukiaka. Juu itulia pale. Anafika anakutana huyu Elisha iko na chunga mangombe. Njoo kazi yake, alikuwa anachunga mangombe, hana kazi mbili. Na ngombe zilikuwa zaki. Muro tu ya kichungaji wala ya kinabii, anamtupia koti. Kamata. Sana mtupia koti. Spirituellement ça c'est quoi? Ça c'est un transfert. Anamwambia deja uko nabii. Miangalia Elisha. Elisha anakamata koti mkono. Anaona huyu ni Elia. Koti ya nini? Tege masikio hapana andika. Hii ni koti ya unabii. Sawa. Anaambia Bwana niruhusu nikufuate. Mais avant nikufuate, nichinje mangombe zote nilikuwa nazo. Juu nikienda na mangombe iko ndafanya nini? Ndaikumbuka. Kufuata Yesu ni kuchinja vya nyuma. Anachinja kila kitu. Sasa amfuate juu ya nini? Basha mpatia deja koti. Pourquoi amfuate? Sasa analiwa koti niko nayo, mesiayua sijue ni ya nini, sijue namna ya kuitumia. Nikibakia na koti na sifate mwenye koti, ndafikiri ni ya kunifunika mubaridi, kumbe ni ya miujiza. Yesu alituokoa. Ilifanya siku ngapi juu atuokoe? 3 jours. Anakufa na anafufuka. Lakini kufundisha mitume ilifanya 3 ans et demi. Wokovu ni siku moja, lakini kuchunga wokovu ni miaka. Kupokea huduma ni siku moja, mmekuchunga huduma ni miaka. Ndoa ile kuipata ni teketeke, mmekujua maana ya ndoa. Sali mfata akarudisha tena koti kwa mwenye nayo. Amjua wake vipi? Akarudisha kwa mwenye nayo. Maana akatamwambia sina hata maana ya kukuwa na koti, na kamata koti yako. Njo anakamata koti. Mu Bible kuna fasi kwa maandiko yanasema l'Éternel il a créé l'homme et la femme. Ça c'est la première des choses. La création c'est comme les salis. Mais après la création, j'aime le 2e chapitre. Inasema il a formé. Ukisoma 1:26 ya Genèse inasema il a créé l'homme et la femme. Mais ukisoma tena 2 versets 18, 2 versets 21, hapa haiko tena kucreer, mais inakuwa kuformer. Na kazi ya formation, kucreer ni kusema tu, mais kuformer ni kazi ya nguvu sana. Elia anabakia na koti yake, Elisha hana koti. Okay, banaenda kufika mbele, bakia kule, sogea kule mbali. Huko Elisha tasogelea mwenye koti. Anaambia mzee, acha kunifatafata, bakilia pale. Elisha anamwambia nini? Kama Mungu iko hai na roho yako iko hai, sitakuacha. Mtumishi wa Mungu anamdekuraje yeye peke. Kuna kia profeti anaambia wewe acha kufuata Bwana. Leo Bwana atanyakua bwana wako. Rudia. Anaambia mnyamaze, taisez-vous. Kama Bwana aishivyo, sitamwacha. Donc alikuwa découragé na ba petit prophète, alikuwa découragé na baba wa kiroho, mais anasema mpaka mwisho ndakuwa na wewe. Mara moja, mara pili, mara tatu. Kufika mbele ya Jourdain akamwambia Elisha, rudi. Nisikuone hapa. Elisha akamwambia mzee, sababu ile kitu. Kama Bwana yuko hai na wewe uko hai, sitakuacha. Anakamata koti, mwenye koti basha amrudishia nayo, anaipiga kwa Jourdain. Jourdain anapasuka. Hiyo ni intimidation ya nguvu sana. Deja anamwambia pale, si mimi napasula na hii, utarudia rudilia hapa. Elisha anasema mzee, ile haitaniogopesha. Kama Bwana aishivyo, niko na wewe. Anapita mjurde bote walikuya, anavuka kufika ngambo ya Jourdain. Elia anachange maneno, anaambia sasa, omba chochote utakacho.
nitakupa. Napenda Elia sana. Alikuwa anamdekuraje juu aone mwisho itafikia namna gani. Omba chochote utakacho nitakupa. Elisha akamwangalia. Elisha akasema muro, deja hii huduma, hii upako, hii koti tu ni yangu. Atena nayo wapi? Sina besoin ya kumlomba koti. Kuna wahubiri wa uongo hapa wanasemaka aseme akamlomba roho wa Bwana mara pili. Hapana. Akamwambia nipe roho wako mara pili. Pale ndio kuna shida. Donne-moi ton esprit. Nipe roho wako mara pili. Double portion ya roho yako. Nauliza mzuri, ni roho ya Bwana, ni roho ya Elia? Si una comprendre kama unaweza pata upako ya mtu meauna roho yake. Or, heritage ya batoto ni kubakia na roho ya baba. Kuna mtu anaweza kuwa na upako meana roho ya mapendo. Simana kuwaka. Iko na upako ya miujiza meana imilite ndani yake. Mena ukipata upako ya mtu na una roho ya ule mtu, upako inakuua. Elia anaacha roho wake mara pili kwa Elisha. Yesu anaacha roho wake kwa mitume. Baba wote anaachaka roho. Aneoro ya kuwa na upako na huduma, uko na roho ya aye. Nipe hayo mara pili. Niliambia baba tumishi Goma, musinifate tu kisimi na ubiri, muige kuhubiri, muige na roho. Mukamate na roho. Ile roho ya Elia njoo ilishuka mu Elisha, njoo ilishuka mu Yohana Mbatizaji. Hapana roho wa Mungu, roho ya Elia. Geukia jirani mwambie, roho yako ikiingia mu watu dunia inaweza kuwa hai. Muulize vile roho yako wewe ikishuka mu watu. Na ile hasira na ile kiburi na kuwaka nayo, dunia yote ikikuwa sawa wewe binaweza kuwa. Mtumishi wa Mungu ni mwenye anajua roho yake, mko maîtrise de soi. Anayua contrôler langage yake. Akibarikiwa hata kula yeye peke, anaweza furahia baraka mtu mwingine. Tunaweza ikala hapa mimi na upechi, banamletea gari. Banamtolea gari. Akufuata kitu aliimba tu banamtolea gari. Kama mimi roho yangu ninakwazika, tunakorogana. Nikumwambia tu après qu'il tele contact hapa Bombafu wewe depuis tunakwaka. Mimi na sababu kumbe ni Mungu njoo anamkumbuka kwa wakati yake. Kinafanya mimi kufurahia baraka. Kwa mtu aseme amen. Na akampa condition akasema ukiona samina panda, ukiona samina panda ndakuachia koti. C'est tellement profond. Ukiona samina panda ndakuachia koti. Des choses, la première des choses, tukikuwa niveau moya mie na weye siwezi kuachia koti. Mais ukiona samina panda ndakuachia koti. Bien aimé, tuvumilie kuona mtumishi wanabarikiwa. Mtumishi akipanda juu. Kwa mingi tunavumiliaka madhaifu, tunavumilia pauvreté ya mtu. Mtu akipanda, pale nje sasa mtaona TX ya Pastor Josué. Munatapokea. Sasa pale mtaona TX ya Pastor Benjamin. Nyie mtavumilia. Munafika. Lero sadaka zote. Lero zote zinaenda maana ndio Kiswahili hapa. Mtumishi wa Mungu ikuwa na nivo moja kimaisha, hautabarikiwa. Akipanda, weka mkono juu sema bapande, bapande batuachie. Sema vizuri bapande. Nipe amen zaidi ya kawaida. Nisha panda. Nenda na hii wapi? Siona kama nikipanda kote mimi naweza kuachia. Leo kule kwa Jehova nisi nilikuwa nalamuka kanisa asubuhi naambia pastor wewe kamata contact ya Jeep. Iko yako. Mwingine anambia wewe kamata Noah. Unafikiri ni upendo tu?
Niko navyo. Nishapanda. Nakupatia kontaki ya jipe na sina pantalo. Niko nabio. Njoo mimi nizalamuka asubuhi kamata. Situ kikuwa njala na mimi niko njala, tutapana nini? Tutakulana. Usikwe na treni na mtu wezi kupatia hata $100 matakuua. Na watoto waliacha baba apande. Na panda ameneza ambia fulani, papa tulienda uza vitu fulani kulibakia sasa $50. Naambia uitumikishe. Uitumikishe juu ya nini? Si niko nayo, mimi nasema ile haita nisumbua sana. Niko mjia, mtu wakazi ananipigia simu, papa mpantaloni niko na fula mkwa $300. Hakuna shida, ubebe tume hazo kwenu. We ukisahabu hata $10 mfuko na ushafika Rwanda. Sio mwa urudie kwa nguvu. Salimia watu 3 4 mwambie panda tu, panda. Hapa bila hii ministeri hii hapa kuko batu kamba alikufaka zamani. Leo bangali banaishi ni kwa sababu anakuyaka hapa, anasikia sauti ya Bwana. Bila mi Gabriel haiko kupiga kifua kama hii huduma haikuendaka fasi. Kama ilizimikaka ilishaka. Mungu akasema acha nilipeleka mtumishi wangu nilete simba huye apandishe maono. Bila Pastor Benjamin na Josue kama amku wake tena kama bilishaka. Jidoro leo iko nafanya Butembo inasikilikana nafasi nyingine kuliko memba komersa hapa Butembo. Me eforo yenu personnel muzimishe. Ndio mko na shida pale. Mtu atakwambia leo Pastor Josue mdogo anayofundisha sana. Kesho anakuambia hakina nenepaki. Kunenepa iko na raporo gani mkufundisha? Ni example. Banasa niita watu wiko na ubiri Butembo sawa wewe. C'est parce que mbegu nilikia ipanda Butembo. Mais ile yote tu niko nitafuta kunimaliza. Mie mwezi ni huu. Mie ukiniua ndakuwa nakutokea. Nakwambia. Mudushe mimi nakuya. Nda ukosesha amani mpaka nikuue. Watu wanapishana. Mungu atakuwa nitafuta mbinguni. Gabriel mbona haiko? Nilirudia. Mimi au nitosha bduni na wakati yangu yafika. Hautaweza. Unatengea mwesemi na chomoka. Na ukokotea. Kuko watu wenye wake. Uso wake tayari kumwanga damu ya mtu. Mombesa alikufa, nani mshambu remplacer? Unaona? Usipigane na mtu mwenye hawezi remplacer. Kila mtu kuna neema yake. Itika mwingine apande. Sali panda akamwachia koti. Ni example. Kala fasi yako. Natanza jita Elisha. Elisha akamata koti akaangalia yulu akasema mzee uende mzuri. Kapiga kwa Yordani paf. Yordani kapasuka. Elisha akasema mzee uende tu. Kufika ngambo ya Yordani bale bana manabii bakaona Elisha akamwambia roho wa Bwana wetu tunaiona mbele juu yako maradufu. Usijuu wake juu ya maneno ya mwanadamu, mtu anabadilikaka ya haraka. Vile unasema amen, nitabirie watu. Mwenye aliongea mabaya juu yako atashange langage. Nipe amen zaidi ya kawaida. Mwenye alikuvunja moyo atakuencourager. Mwenye aliongea mabaya atashange langage. La parole de Dieu déclare que la seule personne qui ne change pas, c'est Dieu lui-même. Mais les hommes changent. Notre Seigneur, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Akikupenda mu passé, atakupenda mu présent, atakupenda mu futur.
Na mwanadamu anaweza kuchukia leo, na kesho atakwambia nilikuwaka blage, nilikuwaka nakupenda tu. Hii mwaka bata changer langage. Hii semene bata changer langage. Hii mwaka bataona neema ya Bwana juu ya maisha yako. Sema batabadilisha langage. Praise the mighty Lord. Bata changer langage. Na kama biko umu bata changer langage. Kama ni baba yako mama yako walisemaka akakata olewaka, ata changer langage. Kama kuna watumishi wako nasema wewe hautaendelea, wata changer langage. Elisha akabaangalia, na acha nikupatie question, kati ya wale wana wa manabii na Elisha, wanani walitangulia? Si wana wa manabii ndio walitangulia kwa Elia. Yeye alikia nyuma, na alikia na objectif. Problema haiko kukawia mbitu, problema ni ukiwa na objectif mbitu. Mtu anaweza pia wa nyuma na anapanda mbele ya wakati. Niko na watoto ya kiroho ya ma 20 ma 15, Narcisse na waza hana 15 kanibia. Niko na 10 mimi na waza Narcisse. Alikia pale kujovanisi, kagarso kwa kugonda. Sasa utoaji anatoa parcelle yabo, hapana yake. Ushona mtu anatoa parcelle yabo. Anatoa parcelle, anasema baba hii naleta dokima. Mimi naambia mlishaongea mjamaa, mimi nasisikia tu vile. Anaita wadada yake, mimi naambia kaka yenu anatoa parcelle, mnaona haya? Basi papa, mtu akishapatia Mungu anapatia Mungu tu. Mimi nikamwambia basi, nilikuwa nabauliza tu, msingi barudishia na. Nikaenda kule haraka tukausha parcelle, je majengo ya kanisa. Akaanza vile anatoa parcelle, manake mwa ile miezi Mungu atamkumbuka. Alisusuka. Kwa locataire wa nyumba, oh papa njoo vile nyumba kule na kulipe na kwa problem. Nikamwambia basi Mungu yepeke atakushughulikia. Basi anakuwa anakia anaandika, mnahubiri, anabakia mkanisa, analala pale. Apre kama miezi ngapi, oh papa ndio hubiri fasi fulani. Mimi naambia sina wakati, natuma Narcisse. Oh tulikuona muyeye. Sasa iko na hubiri baba, tulikuona muyeye. Narcisse hayavuma. Hayakuwa na sauti Samia. Ayataka anza nifanana. Narcisse ayaoa. Aba yamtolea parcelle kama ya $20,000. Ule Narcisse mko naona pale. Aisha kwa populaire mudunia. Kumbe neema nilikuwa nayo ili muambukia inaenda kwake. Ni vile Mungu anafanyaka. Wewe ushapatia mtumishi wa Mungu nini? Kusema tu. Kwenye mko na mafundisho. Hawa waistembea na miguu hapo. Kubaona kumotoni aibu yenu. Huko hamuna mafundisho. Huko kwenu mko tayari, sasa mnatafa instrument, mko tayari kukamata kakamio, mnaluwe kakamio, mnatia ma instrument, mnalipa $20. Mais mtapiga solo anakia na miguu. Donc nyie mnaheshimia njoo biombo. Biombo ndio mnaheshimia, chombo cha Bwana. Sasa nilipima nikashangala sana. Kuita mwimbashi kumtumia $2,500 mnasema aache. Nani alibaloga? Nani alibaloga? Kuko predicateur mmoja kule Amerika anaitwa TG Jakes. Nafikiri mnamsikiaka. Ni noir américain. Ni mhubiri wa kwanza mtuni. Nigeria mwanda mtafuta kule Amerika, oh papa, utatuhubiri si juin mu juin. Naambia siki mtaweza kunipokea. Sasa ndio tutajitahidi. Tupatie shurti ya kupokea. Sema mimi nawaza kitu ya kwanza, hotel kwenye ndaikala kusikwe mtu. Mie peke na ekipe yangu. Mulipe zile chambre zote, mie peke na ekipe yangu. Iko hotel presidentiel. Mtaweza? Ndio. Ndakia na avion yangu. Mulipie pale kutarmaki kutabakia séjour yote ya avion kubakia pale. Ndio. Taweza. Mukonte yangu muvire $500,000. Unaona? Njogi si alisemaka. Na vile njo mnanye mko nasema. Vire $500,000, moitié à $1 million. Tia mkonte. Taweza?
Akamwangalia, ase Mungu atutie nguvu. Mporoto akisema vile. Donc kope naishia pale. Akarudia akamwambia wenzao Nigeria, Mubira anasema hivi na hivi na hivi. Ase aache. Haiko yenjo Mungu. Si mahubiri biko hapa. Bakaingia mpriere, Mungu akawaambia mumuleti. Batamuleta. Dokima ya kanisa bakaipana ku banki. Banakopesha $1 million. Bana muita hapa tusha kutire 500,000 mkonti. Na tusha fanya ile reservation ya hotel. Anaambia sitakia tena. Mulichelewa. Munisubiri mwaka ijayo. Ndawapatia programu. Intérêt iko kule hotel bisha haribika deja. Na makuta ya banki washakamata. Utafani mwaka ijayo inaenea, anawapigia simu anawaambia okay, mko tayari? Okay, ile mwezi wa 6 mshtarishe mimi nakuwa. Sawa, ile franga mlitiaka mkonte gani wanamtumia? Ayayonaka hata. Anaenda angalia mkote $500,000. Okay. Anakamata avion yake Nigeria. Fika mkanisa atawili 3 jours. Kanisa inakuwa kidogo, baenda mustadi. Ye ule mustadi pale anahubiri watu wanaokoka bana hesabu miujiza. Kia kusabia sadaka $4 millions américains. Anasema 4 millions baba tunagabula basi marapiru kamate sehemu yako 2 millions. Anawaambia mimi ndikia kutafuta franga kwenu. Ile 4 millions yenu mkamate na ile 500,000 mlinitumiaka. Mkamate, nilikuwa nataka nisukule bichwa yenu nyiba maskini. Hamuna akili. Kamata avion anaenda, president akampatia $20 millions. Akatoka kaenda. Njoo akamwambia Mungu apatie yake mtu mwenye kichwa ingali chini. Kichwa ifo isukuliwe. Tatizo yako haiko tu kunyolewa, sukula hii kichwa. Hii kichwa ifo tosha akili ya chini chini. Mungu ni excellence. Mwimbaji akisha kwambia mimi kukia kuimba mnitumie franga ota. Njoo maana tumekaa vile kule kwao. Njoo maana injili inaendelea kule kwao. Me huku kwetu shi atuiwe vile. Njoo maana kwetu kwa waimbaji ya nguvu aingia mu studio, mtelefoni yake ndio anaingia. Mtelefoni yake ndio anaingia. Na inafanya injili isiende parce que injili ni gharama. Fanya hivi, sema kwa jina la Yesu. Baba, weka excellence mkichwa yangu. Nisione vitu vidogo vidogo. Nifungue kichwa. Est-ce que wale waimbaji ya Tanzania wale wanaweza imba sana mafataki? Hakuna. Ba mingi kwao wanakia kama playback. Hata imba hapa ndio unawaza. Anatiaka CD pale, kisha anaanza Kiswahili safi. Ebuni wapendwani, ebuni. Sisi tulikuita wimbe, unatia CD na mnamulipa. Me hapa anafanya ma playback. Nani shamwambia mfuko mamona nibariki $500? Suna toka kule na 500 francs na plante ya kawambi, unafanya kichwa hivi. Unakie tu papa. Chona kiangalia semence. Baba stere mingi msiko na madiabete, matension juu ya nini? Bikapo. Unafungula envelope 50 francs, unafungula envelope 200 francs, unafungula tension, pouf. Estomac. Mungu atatuinulia watu. Mungu atawaleta. Aseme sana fika Jericho, nataka ni conclure. Watu wa Jericho wakamwambia, Baba Elisha, mji huu ni mzuri kwa kuona, lakini maji ya mji hii haifai. Probleme mbili ilikuwa, mji ilizaa mapooza. Français haikuenda mbali, inasema ça c'était un pays stérile. Donc on a comprendre déjà kama stérilité comme deux dimensions. Kuko utasa ya kutokuzaa na kuko utasa ya kuzala vya ovyo. Mtu anaweza zala mtoto umoya na anaheshimisha maisha yake yote. Mewe uko na nefu viwerewere. Ndio maana Biblia iko nasema Mungu anamwambia ule Adamu, utazaa na kuongezeka. Pourquoi Mungu anaongea vile? Utazaa na kuongezeka, c'est-à-dire kuko uwezo ya kuzaa na kutokuongezeka. C'est possible. Uzae na uongeze. Mais Mungu anasema wewe utazaa na kuongezeka. Maana unaweza faidika pesa, me haziongezekake juu ukiipata magumu inaongezeka.
Ukiipata shida inaongezeka. Vile ulipia merkriti ya leo, kila kiutazaa utaongezeka, kila kiutazaa kitaendelea. Naweka mkono wangu juu, naondoa mapooza muhuduma yako, naondoa mapooza mkazi yako, naondoa mapooza mubatoto yako. Sema nitazaa na kuongezeka. Leta amen zaidi ya kawaida. Nimalize. Elisha akawaambia nini? Mniletee chungu. Alifanya muujiza na hii. Sasa c'était un symbole. Unaanzaka huduma yote unafanana baba yako wa kiroho, umeukisha endelea mbele. Yako vinaanza onekana. Mniletee chungu kipya na chumvi. Sitakuwa na muda ya kudefinir, kurevele kila kitu. Wakamletea. Akamwambia munipeleke kusursi ya hii mai. Juu nikimwangia hapa, huku kutakuwa vya mzuri. Mesa mai inashuka tena, itabiharibisha. Problemu yako iko na sursi. Na Mungu ataenda kusursi leo. Unaona we, kutokolewa haiko ndio problemu yako. Ile ni iko kawaida sana. Mekuko sursi ya kutokolewa. Sasa we haujui wake. Wewe wabatu unatia makeup, unakata makiki. Deja unatia mai, unatia chumvi hapa karibu karibu. Unasababu kama kule njoo. Kila saa uko nakuja asubuhi hapo, uko unalambikia kusursi. Ile lazima leo tutaatake source ya probleme yako. Leo tutaatake source ya probleme yako. Anafika anamwanga mule chumvi, anamwanga chungu mule, panaonja mai mazuri. Mwandishi anasema hivi, jusqu'aujourd'hui la ville a été sauvée. Jusqu'aujourd'hui. Wakaonja mai kabadilika. Question yangu ni hii, kama mnasomaka Biblia, walikuwa nakosa chumvi ile miaka yote? Walikuwa nakosa chungu ile miaka yote? Walikuwa nakosa nani? Walikuwa nakosa mtumishi wa Mungu. Mungu alikuwa kwake. Juu kuku kwetu she mtu akisema juu yangu juma na mko vile, kiburi na pana yake juu yake yeye nani? Kumbe na ni juu yake. Maisha mimi sipendaki wala watu wanakuwa na Biblia kuma WhatsApp, je n'ai que Dieu. Unaona ile maneno? Niko na Mungu tu. Na mangu iko ndio walimuzia. Alikula bugali ya watu. Watu walimsomesha. Sipendaki waengrami. Mtu anapanda hapa na shukuru. Wapendwa, mimi niliona mtu mwa Goma pa. Anakia mbiro analia. Papa niko na problem ya guarantee. Nikatosha $1000 mfuko. Lipa guarantee. Saa ya ushuhuda. Isingekuwa Mungu. Nikasema kabile. Manake ye anasababu kama minjo mwenye Mungu alipitia. Elia iko nasema ijulikane kama wenjo Mungu na ijulikane kama na mimi. Mko na reconnaître pare. Uko na Bwana mnyumba na kuweka. Bwana alikuoa, Bwana anakuziaka manguo, Bwana anakuzalisha. Wewe uko nasema sasa mimi sina kitu. Niko na Mungu. Mungu njoo mwenye alikuzalisha wale watoto wewe, Mungu. Mungu. Mwanaume mzima iko nasema mimi si kwake na mtu mwingine maisha yangu. Mungu njoo unakuwaka tu naye mubariji, Mungu tu njoo anakutosha manguo. Vitu vya vile viko vinavunja wengine moyo. Tu reconnaître place ya Mungu na place yenye mtu mwenye Mungu alipitia, haiko orgueil. Kama taikoti. Notez bien. Pale kwa uko naomba Mungu. Ata ulilie Mungu, kama ukonsidere chombo chake, muujiza utaipata. L'onction n'a jamais été un résultat de la foi seulement. Mtu asikudanganye. Miracle haiko résultat ya foi. Basikudanganye. Miracle ni résultat ya considération envers serviteur mwenye iko mbele yako. Ukimukonsidere, maisha yako yanapona. Ile utie mkichwa yako. Balikuwa nafula nguo ya Yesu abakuponaka. Mimi alisema nikiigusa tu ndapona. Akapona magonjwa ya 12 ans. Ukikonsidere mtumishi wa Mungu, maisha yako yanafunguliwa. Kuko mama moja hapa, kuja mama. Wewe blues ya black kuja. Mpatie microphone.
We uko na kamata mikrofoni. Ile ni mimba. Magonjwa. Miezi ngapi? 9 mois. Kwa hospitali wanakuambia mko nini? Hospitali wanasemaga mko mamase, kisha zishaka nitatosha mai. Tena wanasema abezi opere. Tunaona. Sobea. Heureusement ni 9 mois. Aida tambuka 9 mois. Mie miujiza yenye Mungu anafanyaka kunipitia, mnaona kama témoignage. Huyu dada atapona. Hii tumbu itashuka. Kama mtu etika maneno ya mtu, mkono etika basi hata matendo yenye mtu iko nafanya. Tushaongea na wewe. Mungu anakufungua leo. Unaambia tumbu yapata. Hawezi elewa magumu ya itumbu kama hauko baba aliyenenepa. Anapofunga viatu anateseka sana. Sasa yeye ana miezi 9 ya tumbu ya hivi. Alikosea nini huyo? Leo anafunguliwa. Weka mkono wa kuume juu. Sema, Baba, unaweza kufungua huyu mama. Baba, unaweza kumupa ushuhuda katika jina la Yesu. Amen. Mpatie chupa ya maji niombe. Leta maji. Ucha mkamata foto vile tumbu iko. Juu sasa takia shuhudia. Juu nyie mnaweza waza kose bali mbalisha kabumbu ni tumbu. Msikie sema uko hivi unasema miezi 9. Bwana wako yuko wapi? Mwambie unapona leo. Ile kabisa uiamini. Kuna watoto ngapi? Jehova anabariki hii maji. Kila kibaya kiko mwa hii tumbu kitakapokutana na hii maji kiishe. Tumbu yake irudie normal kuanzia leo. Bwana mfanyizie operation sans cicatrice na témoignage yako imeonekanie katika nguvu na uwezo wa jina la Yesu. Leo ni siku ya ufungulivu. Twende pale ufungule mayo ikunywe. Kutafanywa operation mbili kwako, utatapika sana na utaendesha sana. Unaelewa kuendesha? Tusimame.